Na Mheshimiwa Lissu anasema shahidi, hapo ulipo unaweza kuniona? Shahidi wa kificho, hapana. Mheshimiwa Lissu, kwa taarifa yako hata mimi siwezi kukuona. Kweli si kweli? Shahidi, sahihi. Mheshimiwa Lissu, nataka nikuhoji kutokana na ushahidi wako, na nashukuru umesema wewe ni mfuasi wa Chadema. Sasa naomba ueleze majaji, mfuasi wa Chadema anakuwa na kitambulisho gani? Shahidi wa kificho, anakuwa hana kitambulisho kwa sababu anakuwa bado hajawa mwanachama. Mheshimiwa Lissu, mimi kiongozi wa Chadema na mtu yeyote aliyopo hapa mahakamani atajuaje kama wewe ni mfuasi wa Chadema huna kitambulisho na pia sikuoni? Shahidi wa kificho, hilo ni swali la imani. Mheshimiwa Lissu, twende taratibu kaka, waeleze majaji kama wafuasi wa Chadema huwa wanaorodheshwa mahali ili kuwatambua. Shahidi wa kificho, binafsi sijajua huwa wanaorodheshwaje. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo hujaorodheshwa? Shahidi wa kificho, sahihi. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama wafuasi wa Chadema kuna mahali huwa wanaenda kujitambulisha ili wajulikane. Shahidi wa kificho, hakuna. Mheshimiwa Lissu, hapo ulipo kwenye kibox na mimi hapa nilipo, kama kuna namna mimi naweza nikaelewa au kujua kama wewe ni mfuasi wa CCM na sio Chadema? Shahidi, sijui utajuaje, ila mimi ni mfuasi wa Chadema. Mheshimiwa Lissu, na nitajua kama wewe sio pandikizo la polisi kwa sababu hujajiandikisha popote wala huna chochote cha kukutambulisha kuwa ni mfuasi wa Chadema? Shahidi, itabidi uamini tu na uiamini mahakama tukufu kwa sababu mimi sijui kwa kweli utawezaje kunitambua. Mheshimiwa Lissu, mfuasi wa Chadema huwa na alama usoni au kifuani kuwa yeye ni mfuasi wa Chadema? Shahidi, sijui. Mheshimiwa Lissu, eleza majaji kama uliandika maelezo polisi tarehe 17 Aprili 2025. Shahidi, ndio. Mheshimiwa Lissu, ukionyeshwa hayo maelezo yako utayatambua? Shahidi, ndio. Mheshimiwa Lissu, naomba shahidi apewe maelezo yake ya tarehe 17 Aprili 2025. Mkude, hatuna pingamizi. Shahidi anapewa maelezo yake. Mheshimiwa Lissu, ueleze majaji kama hayo ndio maelezo uliyoandika tarehe 17 Aprili 2025. Shahidi, ngoja kidogo na yapitia. Mheshimiwa Lissu, ueleze waheshimiwa majaji kama hayo ni maelezo yako. Shahidi, ndio yenyewe. Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa majaji, nataka kumimpeach credit ya shahidi huyo. Nitamsomea maelezo yake, nitaonyesha maeneo ambayo nataka kumhoji, alafu nikimaliza nitakuomba uyawasilishe kama kielelezo. Shahidi wa kificho, sawa sawa. Mheshimiwa Lissu anamsomea shahidi maelezo yake. Mheshimiwa Lissu, eleze waheshimiwa majaji kama nilichokisoma ndicho kilichopo kwenye maelezo yako. Shahidi, ndio, ulichokisoma ndicho kilichoko kwenye maelezo yangu. Lissu, sasa shahidi, nataka nikuhoji kwenye eneo unalosema wewe ni mfuasi wa Chadema na maeneo mengine kadri itakavyokuhoji kutokana na ushahidi wako. Mheshimiwa Lissu anamsomea shahidi maelezo yote anayotaka kumhoji. Mheshimiwa Lissu, sasa hili ni kuhoji sawa sawa. Naomba ueleze waheshimiwa majaji kama ungependa maelezo yako yapokelewe kama kielelezo mahakamani. Shahidi, ndio, napendelea hiyo hivyo. Mheshimiwa Jaji, itakuwa D12. Mheshimiwa Lissu, asante waheshimiwa majaji, naomba shahidi apewe kielelezo D12. Mheshimiwa Lissu, sasa swali langu la kwanza ni kwamba kwenye ushahidi wako leo umeieleza mahakama kuwa wewe ni mfuasi wa Chadema tangu 2021, ni kweli sio kweli? Shahidi, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kwenye kielelezo D12 wasomee waheshimiwa majaji pale unapoanzia mimi pia ni, endelea hadi nitakapokuambia inatosha. Shahidi wa kificho, mimi pia ni mfuasi wa chama hicho. Shahidi anasitasita kusoma maelezo na Mheshimiwa Lissu anasema naomba pia nipewe kielelezo hicho. Naona kama shahidi anatupoteza.